Asante sana. Kwa heshima na taadhima nitaomba kusimama na kwenda kwenye podium kwa ajili ya hotuba yangu. Yanga oye! Yanga oye! Leo ni siku ya kihistoria kwa klabu yetu kuwa hapa. Historia hii inakwenda kutamatisha uongozi wetu kwa kipindi cha miaka minne ambayo nyie wanachama wa klabu Young Africans mlituamini katika mkutano kama huu miaka minne iliyopita. Kama nilivyosema awali, mkutano wetu utakuwa na segment mbili. Tutakuwa na segment ya kwanza inayokuwa ni mkutano wa kawaida, na baada ya hapo tutakwenda kwenye mkutano wa uchaguzi ambao utapata fursa ya kuwachagua viongozi wetu kwa miaka mingine minne. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wote ambao kwanza mlituamini na mkatupa nafasi ya kuiongoza klabu hii katika kipindi cha miaka minne. Imekuwa miaka minne yenye mafanikio kwa klabu yetu, ikiweka historia mbalimbali, lakini kipekee tumepata ushiriki mkubwa wa wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans katika kutuunga mkono kwenye uongozi wetu. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru viongozi wenzangu. Arafat Haji, makamu wa rais wa klabu ya Young Africans, tumpigie makofi kwa kazi nzuri aliyofanya. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru wajumbe wa kamati ya utendaji. Tawataja mmoja baada ya mwingine kwa heshima. Munir Said, tafadhali simama. Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Alex Ngai, asante sana kwa mchango wako. Gerard Kihinga, nakushukuru sana kwa niaba ya wanachama wa Young Africans. Rogers Gumbo, tafadhali simama. Yanga Makaga, asante sana kwa mchango wako mkubwa. Yanga Makaga, sijajua ndugu yangu, kwa nini unapigiwa sana makofi? Yanga Makaga jina lake lina affiliation na klabu ya Young Africans. Haijaja kwa bahati mbaya kupewa jina ambalo lina nasaba na klabu. Haikuwa bahati mbaya. Nakushukuru sana. Gulamali, Mheshimiwa Gulamali, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa kwenye klabu yetu. Ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, hao watu 6 wajumbe wa kamati ya utendaji pamoja na Vice President wamenisaidia sana kufikia kwenye malengo haya na mafanikio ambayo klabu yenu imeyafikia. Kwa pamoja yao tuwapigie makofi wote tafadhali. Kwa haki ya kikatiba tuna kila sababu ya kufanya mkutano huu na tuna kila sababu ya kufanya uchaguzi, na dhamira ya kufanya uchaguzi ni kutoa haki ya kila mwanachama kuchagua na kuchaguliwa. Tunapokwenda kwenye miaka mingine minne, naamini wako watu wazuri watabaki kwenye uongozi huu na wako watu wazuri ambao wamekaa huko wataingia kwenye uongozi huu, na hiyo ndio inavyotupa nafasi ya kuamini haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Tuna kila sababu ya kutumia haki hiyo kwa ustadi mkubwa, kwa sababu uongozi wa klabu ya mpira wa miguu ni uongozi unaotaka umoja, mshikamano, mapenzi na dhamira ya dhati kabisa ya kuipigania klabu yetu. Na kuungana kwetu ndio kutatupa nguvu ya kuwashinda watu ambao tunashindana nao. Kwa hiyo niwaombe mchukue nafasi hiyo kuchagua watu sahihi watakaoweza kujenga umoja wa klabu yetu. Aidha, ningependa speech yangu isijikite tu katika msimu huu ambao tumekuwa na msimu mzuri,
bali ibebe jumla ya miaka 4 ya uongozi wetu. Nilikuwa na vipaumbele 5 ambavyo nilisaidiwa na wajumbe wa kamati ya utendaji, na vipaumbele hivyo naweza kusema vimefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kipaumbele chetu cha kwanza kilikuwa ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji. Nikiri ya kwamba mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Young Africans ni mfumo bora kuliko vilabu vyote katika ukanda wa Sub-Sahara. Tuliweza kuwekeza na kupata msaada wa GSM Group kwenye kulipia gharama za transformation, tukajifunza na mfumo huo umelipa, na sasa tumefanya vizuri na kusaidia baadhi ya vilabu katika ukanda wetu wa Afrika kuja kujifunza hapa Tanzania kupitia klabu ya Young Africans. Tumeona vilabu mbalimbali vinavyotoka kwenye ukanda huu wa Afrika, vikiwemo vikubwa kabisa, vimekuja kujifunza kupitia klabu ya Young Africans. Lakini pia tuliweza kusajili wanachama, na mtaona kwenye mbao za matangazo hapa mbele yenu, Young Africans imefikia usajili wa wanachama 112,000, kuifanya klabu hii kuwa ni namba 2 kwa wanachama barani Afrika. Tujipigie makofi Young Africans. Sio tu idadi hiyo, tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni 4.8, 4.8 billion shillings ambazo zimeingia kwenye mfuko wa Young Africans kupitia ada za wanachama. Tujipigie makofi wanachama. Aidha, kulikuwa kuna mgawanyo hapo. Mtaona kuna idadi ya kina mama ambao ni wanachama wa klabu ya Young Africans, wakina baba na watoto. Na nitoe wito, bado tuna safari ndefu ya kuendelea kuihudumia klabu yetu, na sisi kama wanachama ndio mstahili wa kwanza wa kuijenga klabu yake. Hivyo tuendelee kulipa ada za wanachama, tuendelee kujenga umoja wetu kama wanachama, tufungue milango ya kuwaleta wanachama wapya ili klabu hii iweze kupiga hatua kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Ndugu wanachama, eneo jingine ambalo tulikuwa nalo katika huo mtiririko wa transformation ni kuifanya klabu yetu sasa kuendeshwa katika mfumo wa kisasa. Wakati tunataka kufanya transformation, tulikubaliana tunabadilisha umiliki wa klabu yetu, na klabu yetu sasa kupitia katiba yetu ya 2021 iliyosajiliwa tarehe 14 Disemba inatambua kwamba Young Africans itaweza kuuza sehemu ya umiliki wake kwa asilimia 49, ambacho ndio kikomo. Niwaambie, klabu yetu imefanya vizuri katika kujijenga katika mstahili wa klabu yetu, na sasa tuko tayari kwenda kwenye hatua ya mwisho ya transformation ya kufungua kampuni itakayouza share zake, na share hizo zitakwenda kuuzwa mpaka asilimia 49. Kabla ya kuuza, tuliweza kufanya kitu kinachoitwa valuation, kufanya tathmini ya klabu yetu. Tulipita kwenye mchakato mzuri. Mchakato huo ukatoa fursa kwa makampuni yenye sifa za kufanya hivyo kuomba, na sifa hizo zikampa taasisi ambayo ilipewa jukumu la kufanya tathmini, na tulikuja kwenye mkutano huu tukathibitisha kwamba klabu yetu imepata thamani ya shilingi bilioni 100. Thamani hii ni mwaka mmoja uliopita, na hivi sasa tuna uwezo wa kuwa na thamani kubwa zaidi ya hiyo katika kipindi ambacho tumeweza kuprogress cha mwaka mmoja. Hatua hii ya kufanya tathmini ni hatua muhimu sana kwa maendeleo ya klabu yetu, lakini kwa maendeleo ya transformation. Huwezi kufungua kampuni mpya bila kuwa na kitu kinaitwa capital contribution. Lazima tujue tulichokuwa nacho na kitu gani kitahamishwa kutoka kwenye club kuingia kwenye kampuni mpya, ili kutoa fursa ya wale wanaonunua wajue wananunua kitu gani. So thamani ya club imefika 100 billions, na sasa tunapokwenda kwenye hatua inayofuata tutafanya kitu kinachoitwa capital contribution kwa kufungua kampuni mpya, na kampuni hiyo itakuwa inamilikiwa na Young Africans kwa asilimia 100 kwa mara ya kwanza, na tutaanza kuiuza mpaka tutakapobakiza asilimia zetu wanachama 59. So ni watoe hofu wanachama. Watu wanauliza transformation imefikia wapi? Tumeshafika mahali sasa, katika kipindi cha mwaka huu unaoanza tutakwenda kufungua kampuni itakayoiendesha klabu yetu na tutaweza kuuza shares, na hapo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya transformation yetu. Ndugu wanachama,
Klabu yetu Young Africans wakati tunaingia madarakani ilikuwa ina jengo Jangwani, na moja katika kipaumbele chetu kilikuwa ni miundombinu. Tukasema hatuwezi kuwa klabu ambayo haina ofisi za kisasa. Katika kipindi chetu cha miaka 4 tumeweza kukarabati jengo letu la Jangwani ambalo lilijengwa na muasisi, moja katika waasisi na viongozi wakubwa wa klabu yetu Young Africans, mzee wetu Abeid Aman Karume. Jengo hili lilijengwa miaka ya 70, halikuwa lina hadhi ya kuishi, tukaweza kulifanya kuwa bora, na leo klabu ya Young Africans watendaji wake wanakaa kwenye ofisi bora. Naweza kusema hakuna klabu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yenye ofisi za kisasa kama klabu ya Young Africans. Maboresho haya yalifanywa katika kipindi chetu na tunajivunia kuwa na ofisi za kisasa kabisa. Eneo la pili ambalo tulikuwa tunalifanyia kazi katika miundombinu ni eneo la uwanja. Kabla kufika kwenye uwanja, niwape siri tu kidogo. Tumekutana na matatizo mengi ya compliance kwenye klabu yetu Young Africans tulipoingia madarakani. Hatukuwa na hati hata moja ya klabu yetu Young Africans, pamoja na kujinasibu kuwa tuna maeneo mengi yenye thamani kubwa. Maeneo hayo ikiwemo eneo la Jangwani hatukuwa tuna hati, eneo la Kigamboni ambalo pia hatukuwa na hati, eneo la Mafia Street, jengo ambalo liko Kariakoo, eneo muhimu kabisa na lenye thamani kubwa, na lenye pia hatukuwa na hati. Uongozi wenu ulifanya kila jitihada kuhakikisha tunapata hati hizo, na nithibitishe sasa tunazo hati zote za maeneo yetu matatu ya klabu ya Young Africans. Hati hiyo ya kwanza mnaiona hapo ni moja katika hati ambazo zinasomeka na mtaziona ownership ya klabu ya Young Africans, na hilo pia lilikuwa ni jambo jingine kubwa sana, na tunashukuru mamlaka za serikali kwa kutusaidia. Klabu yetu ya Young Africans mali zake zote zinasoma jina moja tu la Young Africans Trustees, na ndio hao wamiliki wa mali za klabu ya Young Africans. Tumeweza kufika hapo na ni mafanikio makubwa sana ya kuratibu documentation za klabu yetu, na inaonekana huko nyuma zilikuwa kwenye mikono ya watu mbalimbali. Nichukue fursa hii pia kuishukuru serikali ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa hati ya eneo la Jangwani, eneo ambalo limekuwa na mlolongo mrefu wa kupata hati hiyo. Niwachukue kwenye safari ya mlolongo wa Jangwani. Eneo letu la Jangwani kama ninavyosema lilikuwa na square mita 1035 ambazo hazikuwa kwenye shape ya rectangular au mstatili ambayo inaweza kukuruhusu kujenga uwanja. Ulipokuja mradi wa Mto Msimbazi tukapewa options mbili. Moja, kulipwa fidia ili tuliachie, na ya pili kuliruhusu eneo hilo liwe sehemu ya mradi na baadaye kunufaika na mradi huo. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji uliidhinisha ya kwamba turuhusu ardhi hiyo ingie kwenye mradi ili tuweze kunufaika nayo na sio kuchukua pesa kama fidia. Ni maamuzi magumu na maamuzi ambayo kwa tamaa za kupata fedha za kuendeshea club tungeweza kuchukua fidia kama watu wote wa eneo lile walivyochukua. Lakini uongozi wenu ulisema hapana, turuhusu iwe sehemu ya mradi ili baadaye tunufaike na mradi huo. Baada ya kuruhusu, tukapita kwenye mlolongo mrefu wa procedure za mradi na baadaye kuliomba eneo lile, na bahati nzuri maombi haya yalienda kwa Mheshimiwa Rais, na kwa usikivu wake mkubwa akatupatia eneo la square mita 1037,500. Tumpigie makofi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo aliokuwa nao kwenye klabu yetu. Na mwaka jana siku ya mwananchi, kwenye kilele cha siku ya mwananchi, tulikabidhiwa hati yetu na kaka yangu Deo Ndejembi wakati huo akiwa waziri wa ardhi. Imetuchukua miaka mitatu, ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, kupata eneo lile. Miaka mitatu ya uongozi wetu kufikia kupata eneo lile. Na watu wanaweza kuhoji kwa nini tumechelewa kujenga uwanja katika kipindi ambacho tuliahidi. Kama unaweza kuona uongozi wetu ulikuwa ni wa miaka 4, tumechukua miaka mitatu kupata hati. Na niseme baada ya hapo hatukulala, tulichukua jitihada nyingine za kuhakikisha tunafikia malengo ya kujenga uwanja. Ndugu wanachama, katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa ardhi, tumepiga hatua kubwa sana kuendea mradi wetu wa uwanja. Tulianza kwa kutengeneza kamati maalum itakayotusaidia kutafuta wazabuni au wawekezaji, na kamati hiyo tunawashukuru sana. Nikushukuru kaka yangu Alex Mgongolo, mwanasheria,
wewe pamoja na Ivan Tarimo ambao mmeiunga mkono kamati ya utendaji na kuja kutupa taaluma ya uwekezaji kwenye miradi. Kamati ile ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye eneo la uwanja. Baada ya hapo watu wakaomba na mataasisi mbalimbali, lakini mwisho wa siku mchakato ukaenda na tukampata investor ambaye tutakwenda kushirikiana naye kwenye eneo la uwanja. Ndugu wanachama, na nyinyi ni mashahidi. Tumefanya vikao mbalimbali na tumetoa taarifa za vikao hivyo mpaka tulipofikia kumpata GSM Tanzania Limited kuwa mwekezaji mwenza kwenye eneo la uwanja wa klabu ya Young Africans. Nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi mkuu na mmiliki wa kampuni ya GSM, kakangu Ghalib Said Mohamed, kwa utayari wake katika kushirikiana nasi kuweka historia ya kuwa klabu ya Young Africans kuwa na umiliki wa uwanja wake wa kisasa. Na naamini haya ni mafanikio makubwa kwa klabu yetu, lakini pongezi kubwa kwake kwa kuwa sehemu ya watu watakaoweka historia hiyo. Ndugu wanachama, baada ya kusaini makubaliano na mwekezaji huyu, makubaliano yale yalikuwa yamegawanyika kwenye maeneo mawili. La kwanza ni wajibu wa kila taasisi na eneo la pili ni haki za kila taasisi. Wajibu wa taasisi hizi mbili ambao ni Young Africans upande mmoja na GSM Group upande wa pili, tulikubaliana ya kwamba Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuleta mchango wake kwenye ujenzi wa uwanja, na mwekezaji jukumu lake litakuwa ni kutoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja huo. Makubaliano haya yaliridhiwa na pande zote mbili kupitia Excom na umiliki wa kampuni ya GSM. Hatua iliyofuata baada ya hapo ni kujua haki baada ya kujua wajibu. Haki zetu sasa, klabu ya Young Africans itamiliki 50% ya uwanja na kampuni ya GSM itamiliki 50% za uwanja. Ndugu wanachama, mgawanyo huu utakwenda kufanywa kupitia kampuni mpya itakayoundwa. Kampuni hii itakuwa na umiliki wa Young Africans kwa 50% na umiliki wa GSM Group kwa 50%. Kwa sheria za nchi yetu, klabu ya Young Africans, na nimeeleza wazi hapa, ardhi yake inamilikiwa na trustees ambao ndio wadhamini wa klabu ya Young Africans. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji ulifanya vikao mbalimbali na wajumbe wa baraza la wadhamini wakiongozwa na mwenyekiti wao mzee wetu George Mkuchika, pamoja na wajumbe ambao niliwataja hapo awali. Wajumbe hawa watano pamoja na mwenyekiti wao waliridhia klabu ya Young Africans kupitia umiliki wa ardhi yao kuitoa ardhi hiyo na kuiunga mkono kampuni mpya itakayoundwa kwa ajili ya umiliki wa 50% kwa 50%. Hatua inayofuata, ndugu wanachama, kwa maelekezo ya katiba yetu ni kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans. Wanachama hao ndio wamiliki halali wa ardhi hiyo inayosomeka Young Africans Trustee. Waridhie sehemu ya ardhi hiyo kuingia kwenye mradi wa ushirikiano kati ya Young Africans na GSM Group. Nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wa Young Africans kulileta kwenu ombi hilo na kuomba ridhaa yenu kwenye hatua tunayoiendea. Wanaokubali kuridhia klabu ya Young Africans kuingia makubaliano haya na kuruhusu muunganiko wa hii kampuni na klabu ya Young Africans, naomba wanyooshe mikono juu kwa ajili ya kupata ithibati ya wanachama. Nashukuru sana. Kwa haki ya wanachama ambao ndio wamiliki wa ardhi hii, naomba nitoe fursa kwa wale ambao hawajakubali ardhi hii kupelekwa kwenye muungano wa kampuni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Naomba wanyooshe mikono juu ambao hawajaridhika na maamuzi haya. Kwa muktadha huo, kwa pamoja, kwa kauli moja ya wanachama wote waliohudhuria mkutano huu, tunaridhia uundwaji wa kampuni mpya utakaoruhusu Young Africans kuchangia ardhi yake kwenye uwanja. Tujipigie makofi kwa wote tunaosema ndio. Nawashukuru sana
na hii ni historia kubwa kwa klabu yetu kufikia maamuzi haya, na hatua inayofuata baada ya hapa ni kuandaa sasa ratiba au taratibu za kitaaluma za kisheria zinazoambatana na muhtasari wa mkutano huu. Katibu, kwa rekodi, manake wanachama wote wameridhia hili jambo. Tunashukuru na naomba iwe sehemu ya muhtasari wa mkutano huu. Ndugu wanachama, hatua inayofuata ni kuunda kampuni mpya itakayoweza kuruhusu transaction hiyo kufanyika, na sisi kama Young Africans tutakapokuwa tumeidhinisha kama tulivyopitisha leo transfer ya ardhi hiyo, tutakuwa tayari tumetekeleza wajibu wetu kwa 100% ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Young Africans. Jukumu litabaki kwa mdhamini wetu au mfadhili wetu au partner wetu GSM Group sasa kutujengea uwanja. Na mimi ninavyomfahamu Ghalib Said Mohamed, taarifa hii atakuwa anaifuatilia mubashara, na huenda hivi sasa baada ya mkutano huu tukaona uwanja wa Young Africans ukianza kujengwa immediately. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wanachama wa Young Africans kwa kuweka jambo hili la kihistoria katika rekodi. Lakini kiachilia mbali miundombinu, eneo jingine ambalo lilikuwa muhimu sana katika uongozi wetu ni kuhakikisha tunaleta mafanikio kwenye klabu yetu. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wetu, mimi kushirikiana na kamati ya utendaji tumetengeneza kikosi imara kabisa, na niwaambie huenda ikawa ni historia. Uongozi wetu katika kipindi cha miaka 4 tumeweza kubeba mataji 16, rekodi ya juu kuliko zote katika historia ya mpira wa taifa letu. Tumeweza kubeba ligi kuu mara 4, kombe la shirikisho, tumeweza kubeba ngao ya jamii, tumeweza kubeba Mapinduzi Cup, tumeweza kubeba Muungano Cup, na kuna watu katika mataifa yao walijichanganya wakatualika tukapita nayo makombe yao, Toyota Cup South Africa pamoja na Rayon Sports Cup Rwanda. Mataji haya ni historia kwetu kama club, lakini faraja kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kakaangu Mbwiduke ni mtu wa statistics, ataweza kutusaidia. Katika kipindi chetu cha miaka 4 tumeweza kucheza mechi 120, rekodi kubwa kuliko zote. Tumeshinda mechi 101, tumetoka sare mechi 12 na kufungwa mechi 7 tu, tukiweka rekodi ya kukusanya point 315. Hakuna timu katika historia ya miguu Tanzania imewahi kukusanya pointi nyingi kiasi hiki kuanzia msimu wa 22-23 mpaka 25-26. Vile katika mechi 120 ya miaka 4 tumefunga magoli 286 na kuruhusu magoli 51 tu, na hivyo kuwa na goal difference ya 235. Kwenye kombe la shirikisho maana CRDB tumeweka historia kubwa ya kushinda taji hili mara 4 mfululizo, tukiweka rekodi ya kucheza miaka 5 mfululizo bila kuruhusu kufungwa hata mechi moja. Katika kipindi cha miaka 5 tumecheza mechi 27 tukishinda zote, kasoro mechi ya mwisho ya msimu huu ikiwa mechi ya 28. It's unbeaten record ya mechi 27 kwenye kombe la shirikisho. Haijawahi kutokea katika taifa hili na mataifa mengi barani Afrika. Kwenye mashindano ya kombe la shirikisho tumeshinda magoli 86 huku tukifunga magoli 14 na kutengeneza clean sheet 20 katika michezo 28 ambayo tumeishiriki katika kipindi cha miaka 5. Pia Young Africans tumeweza kushinda ngao ya jamii mara 4 tukiwafunga wapinzani wetu wa karibu klabu ya Simba na Azam katika vipindi tofauti. Aidha, tuliweza kushiriki kwenye mashindano ya nje kama nilivyosema awali, Toyota Cup South Africa, lakini Rayon Sports Day Rwanda, na kushinda magoli
4-0 dhidi ya Kaizer Chiefs na 3-1 dhidi ya Rayon Sports. Katika michuano ya CAF Champions League, baada ya mara ya mwisho kuingia kwenye hatua ya makundi mwaka 1998, 2023 ilikuwa mara yetu ya kwanza kuingia hatua ya makundi. Tulienda kuvunja uteja wa miaka 25 ya kuto kuingia hatua ya makundi. Uongozi huu ambao umekaa mbele yenu uliweza kuingiza makundi mwaka 2023 kwa mara ya kwanza. Na kuanzia hapo ikawa historia. Tumeingia mara 3 mfululizo katika hatua ya makundi na kuifanya pia ni record nyingine katika taifa letu. Lakini tukumbuke pia tuliweza kwenda kwenye mashindano ya CAF Confederation mpaka mchezo wa fainali na kuweza kupoteza mchezo ule kwa kanuni ya goli la ugenini, tukiwa tumefungwa 2-1 nyumbani na kushinda 1-1 katika ardhi ya Algeria, na kufanya matokeo jumla kuwa 2-2 na kupoteza ubingwa ule kwa tofauti kwa sheria ya goli la ugenini. Wakati nikiwa nasema haya, yanaweza kuonekana pengine yamesahaulika, pengine tumezoea sana makombe. Nichukue fursa hii hebu kuona kitu gani tumekipitia katika kipindi cha miaka 4. Stefan Aziz Ki kwenye miguu ya Kalala. Fiston! Fiston Mayele amedash mara kwa Ngao ya Jamii. Yanga ni washindi kwa mara ya pili ya 7 jumla. Vijana zao la Moro Kids, Profesa Madundo Mtambo atakuwa na furaha sana wa kuelekea msimu wa 2022 2023. Mchezo baina ya mafande wa jeshi la polisi. Profesa Madundo Mtambo atakuwa na furaha sana wa kuelekea msimu wa 2022 2023. Mchezo baina ya mafande wa jeshi la polisi dhidi ya Young Africans. Joyce kwa Bernard Morrison. Super Ben Morrison! Namna gani kwenye neti? Ni mzuri pia kupiga Stefan Aziz Ki. Ni free kick ya kigaidi sasa. Seti huko Mudathiri anafinya mtu. Mudathiri! Fourth in the net. Amekwa Babu Kaju. Haya, Mayele! Bailey. 2-3 ni rasmi. Yanga mabingwa mara 29 katika nchi ya Tanzania kabisa. Ni finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kutokea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Huyo ndio mwali. Karibu sana katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha. Tayari Tema Kambo na cross nzuri. Faisal! Futa. Wow! Nini kinatokea? Top scorer wa Young Africans kwenye ASFC. Fiston! Wanamchumalia tena. Kupitia Dennis Daudi Kane. Wonder Kid. Fanya nini Khalid Aucho? Anamuuliza tena. Musa George Mbisa. Na Young Africans ni mabingwa kombe la shirikisho la Azam Sports. Pinzani Salum Abubakar anaojaza ndani kule. Fiston Mayele set up kwa kichwa, anaojaza ndani kule. Aziz Ki Stefan! We! Nani aliwakatia tamaa wananchi? Nani aliwakatia tamaa wananchi? Wananchi hawa hapa. The danger area, flicked on and finds the net. Here come Younger again, brilliant ball through. Flag stays down, chipped over the keeper, and it is 2-0. They're running away with it. Musonda to Mayele. Mayele on the chase, and Keely with the cover. Mayele, that's a good tackle, but it's going to be a goal for Mayele. Young Africans have another one. Mayele now, he's taking on Gomez.
going for pace. He's got some pace about him as well. Is he going to finish it? It's all over. Then a moment of pure inspiration. Fisting Kalala Mayele, leveling. Kweli anang'aa huyu pan, anahesabu Sojaya Pemba. Wanakwenda kuzivaa hivi. Sure boy sasa yeye muona namna ambavyo ficha Surjiki Diara amelifanya la. Pale ataula yao kwasa na mina cross ndani. Kwasi Maxim Piansengali. Aziz Ki. Nenga ndani katika nafasi Maxi. Katika nafasi Pako. Aziz Ki. Stefano. Ni hat-trick. Si kwa Kennedy Musonda. Mwamnyeto. Hao ni wananchi. Young Africans are champions once again. Sasa kutuliza. Tumbukiza kubwa ndani kule Malisa. Aziz Ki. Amemnyanyua Ghalib Said Mohamed GSM. Piga kelele. Piga kelele. Malisa anaweka cross kumtafuta Mzize. Just to look back at the best of the second half action, really encapsulated in the one chance. Sijui nini kitokea lakini hili ni bao, hili ni bao. Waikenda Djigui Diarra again is 0. Mkude Jonas. Wow. Right. Nado. Finally. Yanga ni champion. Djigui Diarra amechanganyikiwa kwa raha. Young Africans, timu kubwa, timu dume, timu ya kihistoria imefanya tena, ni mabingwa kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa mara 3 mfululizo. Hopeful ball up towards the edge of the box. It's broken free here, and Yanga can double up their advantage. Aziz Ki wants it. Aziz Ki gets it. And from that error from Mbutu, Yanga punished Kaizer Chiefs. Young Africans ikiwa na Kaizer Chiefs. Kanisa tena Hunoto. Ni mambo na mpuni wa pili. Duke Abuya anamwekea Profesa, nipe mali, kaitupa tena kwa Pacome Zouzoua, inapenyeza nafasi nzuri sana ile. Oh wow! Atus Chama, jicho la dhahabu analo. Mzize! Ni wananchi kwa mara nyingine tena kwenye nafasi. Perfect execution. 2-3. Young Africans ni machampion. Yanga ni bingwa wa ngao ya jamii 2024 all the way jijini Dar es Salaam usiku. Ni wananchi, rangi ya kijani na njano. Yanga mchezo wao wa kwanza, wenyewe wakisema ligi ndio inaanza leo hii. Maxi bora kwa upande wao. Mpira umewekwa katika njia, Prince Dube. Zouzoua! Pacome Zouzoua! Shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize! Clement Francis Mzize! Anayaua kabisa matumaini ya Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Wananchi Yanga ni mabingwa wa ligi kuu ya NBC.
anaweka ndani, kunacheza golikipa Zukebuya. Wakubwa wameanza bwana. Nzengeli ana nafasi sasa, Mzize kuwataua. Mzize ameua, hatimaye amelisaka sana lango. Count on 1, 2, 3. Young Africans, Young Africans ni mabingwa hawa wa kombe la shirikisho la CRDB. Hongera Yanga, hongera Young Africans, hongera wananchi, hongera timu dume kutoka Kariakoo Jangwani. Kautenga pembeni kwa Faridi Musa. Faridi Musa Maliki anajaza ndani. Maxi Nzengeli. Mkono wake wa kushoto kwa mara nyingine tena. Young Africans ni machampion wa kombe la Muungano kwa mara ya 7 sasa. Kwa msimu wa 2025 Yanga bingwa Muungano Cup. Chini Kigali, Rwanda akijaribu kutanua mashabiki. Pacome! Bona. Chikola over. El Capitano Bakari Nondo Mwamnyeto. Anajaribu kuingia ndani ya box. Maxi anakataliwa ndani. Zuzwa! Usijichekeshe. Yanga hawachekeshi. Rasmi Young Africans ni machampion wa ngao ya jamii 2025. Wagonga nyundo hawa wanapiga kichwani na kichwa kimetoka manundu, kichwa kimetoka damu. Wanafurahi kwa kuanza mchezo wa ngao ya jamii wakiwa na ushindi dhidi ya mtani. Bao 1-0 limetoka. Landry Zuzu! Mwamnyeto! Mwamnyeto! Yanga ni machampions! Yanga ni machampions! Yuko panazuka nalo, Yanga ni machampion. Yanga ni machampioni wa kombe la mapinduzi 2026. Mashindano ambayo yamefana kweli kweli uwanja wa Gombani Pemba. Anaweka cross kumtafuta Alan Okello. What a strike! Jasimba, Pacome anaweka cross! And what a goal from the captain himself! Bakari Nondo Mwamnyeto! Ana control Mudathir! Dube anaweka ndani kule kule kipa Machomeko. Chuma! Maxim pia anaondoka katika njia ya Nzengeli, anapunguza, anamwekea Prince Dube, smiling killer. Dube! Anamtafuta Deb. Nafasi nzuri! Maxim pia Nzengeli. Inachezwa pasi ndefu sasa. Deb anamtafuta. Champions! NBC Premier League Champions 2025-26 ni Young African Sports Club. Yanga bingwa msimu 2025-26. Fataki zinasikika. Champions of the season Yanga mara 5 mfululizo, 5 juu. Wao wanasema nipe 5. Popote pale ulipo mwananchi, mgeukie mwenzako, sema nipe 5. Nipe 5 za kichampions, nipe 5. Tazama namna ambavyo sherehe zimekuwa zimefana. Mohamed Hussein, mambo yamekuwa ni mazuri kabisa. NBC Premier League 2025. Yanga we! Asanteni sana. Haikuwa rahisi kufikia haya mafanikio bila wanachama wetu. Tujipigie makofi wote kwa pamoja. Ndugu wanachama,
hii safari sio nyepesi. Miaka mitano, baadhi yetu tukiwemo kwenye kamati, na baadaye miaka minne tukiwa kwenye kamati ya utendaji, tumeweza kuleta mataji 16 ambayo mmeyaona mbele yenu. Tutupie macho kule mwisho, kuna mataji kule yamekaa. Mataji yale yote yameletwa na uongozi ambao mliuchagua miaka minne iliyopita. Nichukue fursa hii kuwasimamisha wajumbe wa kamati ya utendaji wote, tuwashukuru kwa kuwapigia makofi kwa kazi nzuri walioifanya. Naweza kukaa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, ukiachilia mbali jukumu ambalo mmetupa la kuleta haya mataji, lakini tulianzisha pia miradi mbalimbali. Moja katika huo ni Yanga Soccer School. Tulianzisha programu hii Disemba mwaka jana na tukaizindua, tukawaalika wazazi wawalete watoto wao kwa ajili ya kuja kupata fursa ya kufundishwa mpira, na hii ni hatua mojawapo kuelekea kujenga academy ya Club Young Africans ambayo itakuwa ya kisasa yenye mfumo mzuri. Tulianza na hii hatua, na nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wazazi wote ambao wameleta watoto wao Yanga Soccer School. Najua kuna wanachama wetu wengi ambao wana watoto wenye vipaji. Nitoe wito sasa kuwaleta kwenye shule yetu ya Yanga Soccer School ili kuweza kuwapa nafasi watoto wetu kujifunza, lakini pia kuna fursa mbalimbali ikiwemo udhamini, na kuna fursa nyingine kubwa ya kuwakilisha timu yetu ya Young Africans kwenye mashindano mbalimbali, na pia kuwakilisha taifa letu la Tanzania. Tukiwa na muda mfupi tu wa miezi 6, watoto hawa wameiva na tukawaingiza kwenye mashindano ya Under 13. Nichukue fursa hii kuwapongeza watoto wetu ambao walitubeba na kufanya klabu yetu ya Yanga Under 13 kuchukua ubingwa wa taifa kwenye mashindano yaliyoandaliwa na federations. Niwaalike kwenu watoto Under 13 Yanga Soccer School wakiwa na taji lao mkononi sasa. Tusimame tuwapigie makofi watoto wetu. Hongereni sana watoto wetu Yanga Under 13 wakiongozwa na mwalimu wao Haitham. Haitham, you're doing a good job. Hongera sana. Wana Yanga, leteni watoto wenu. Hao watoto muda mfupi ujao watakuwa mashuhuri sana kwa ubora wa elimu tuliokuwa nao. Makombe yale yanakwenda kuwekwa pale kwenye kabati letu la uongozi ambao uko madarakani, na leo huenda ukawa ni siku yao ya mwisho. Mnaweza kukaa ndugu zangu. Ukiachilia mbali Under 13, tuliweka jitihada kwa timu zetu za Under 17 na Under 20. Vijana wetu wa Under 17 na Under 20 wamefanya vizuri sana, na niseme sasa, tuliweza kuweka jitihada tukamleta coach Badru ambaye ni mtaalamu wa hizi youth development. Yeye pamoja na benchi lake la ufundi wamefanya kazi nzuri sana, na niseme kwenu, jana siku ya Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 8 2026, Young Africans Under 17 walitawazwa kuwa mabingwa wa mashindano ya chini ya umri wa miaka 17 kwa mwaka 2026. Niwaalike watoto wetu Under 17 kutuletea taji hili mbele ya wanachama wa Young Africans. Karibuni sana, karibuni. Sio tu hivyo, pamoja na kuchukua ubingwa huu, watoto wetu hao walituheshimisha. Mmoja wao alikuwa ni goalkeeper bora wa mashindano, akiwa na clean sheet 7 kati ya clean sheet 10. Naomba tusimame tafadhali, tuwape nguvu watoto wetu hawa. Mnawaona mbele yenu ni Young Africans Under 17 wakiwa wamebeba taji lao. Lakini nichukue fursa hii pia kuwatangaza watoto wetu wawili ambao walifanya vizuri sana.
Goalkeeper wetu wa under 17 alikuwa goalkeeper bora wa mashindano akiwa na clean sheet 7 katika michezo 14. Lakini mchezaji wetu ambaye alikuwa ni sehemu ya timu aliweza kuwa top scorer akifunga goli 20 katika mechi 14. Naomba nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana technical staff. Coach Badru, thank you very much. You are doing a good job. Naamini una kazi kubwa ya kufanya mbele na tunahitaji watoto hawa by default waje kucheza Yanga, lakini malengo makubwa ni kwenda nje kwa ajili ya kupata nafasi ya kucheza kwenye vilabu vikubwa zaidi. By default waje kucheza Yanga. Nawashukuru sana na nawatakia kila laheri. Na nichukue fursa hii pia kusema timu yetu ya under 20 tunaweza kukaa tafadhali. Tunaweza kwenda vijana wetu wa under 20 kwa mara ya kwanza katika msimu huu wameweza kucheza fainali ya under 20. Haijawahi kucheza under 20 fainali ya mashindano haya. Kwa hiyo kuna improvement pia kwenye timu yetu ya under 20 na ni kutokana na jitihada za technical staff chini ya Coach Badru ambaye anavinoa vikosi vyote viwili kwa pamoja. Tunao jitihada kubwa ya kuleta walimu watakaosaidiana na Coach Badru kwenye msimu unaofuata kwa ajili ya kuweka nguvu kwa ajili ya hizi youth development zetu ambazo tunaanza kuona mwangaza zikiendelea kufanya vizuri. Baada ya kusema hayo, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, timu yetu ya Yanga Princess haijafanya vizuri sana. Najua kuna changamoto 2-3 na nikiri ya kwamba hatujafanya vizuri kwa sababu hatujaweka jitihada kubwa kwenye kuisupport hiyo timu. Tuliona tuweke balance kuifanya iendelee kushiriki mashindano, lakini jitihada kubwa tuweke kwenye hizi timu zetu na mmeanza kuona matunda, na nataka niwahakikishie muda si muda tutaweka jitihada kwenye Yanga Princess na siku moja watatuletea taji hapa la ubingwa wa mashindano ya wanawake. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kamati ya utendaji, niwashukuru sana wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans kwa kutuunga mkono katika kipindi hiki cha miaka 4. Lakini kabla sijafunga, kiachilia mbali under 13 ya watoto wetu, under 17 ambayo umeiona na under 20 ambayo imefikia hatua ya fainali, msimu huu kwangu nauona ulikuwa msimu mgumu kuliko misimu yote iliyopita. Kumekuwa kuna changamoto nyingi za kimpira. Mimi naamini kuna changamoto ambazo saa nyingine zinakuwa nje ya uwanja, tumeweza kukabiliana nazo, lakini changamoto inapokuja uwanjani tunapata ugumu wa kuona msimu kuwa mgumu. Na msimu huu tumepata changamoto nyingi ndani ya uwanja. Moja, sajili ambazo tumezifanya hazijatupa thamani ile ambayo tunastahili. La pili, tumepata majeraha ya wachezaji wetu muhimu na kuwakosa kwa kipindi kirefu cha msimu. Mwaka huu hatutaki yale yaliyotukuta mwaka jana. Tumefanya usajili kama tulivyofanya ambao mmeuona, kuwapa watoto wa Kitanzania wa kwetu nafasi ya kuitumikia klabu ya Young Africans, lakini pia kwenda kuchagua wachezaji bora wanaotoka kwenye mataifa yao watakaotupa matokeo. Niwaambie binafsi yangu, sijawahi kuwa na msimu ambao nilikuwa sifurahi kuzitazama mechi za Yanga kama msimu uliopita, na naamini Yanga wengi mmepitia hiyo hali. Nasema msimu huu yaliyopita basi hatutajirudia tena. Nataka twende viwanjani tukisupport timu yetu, na wakati tunafanya hivyo wale watoto uwanjani pale na wachezaji bora tuliowasajili watupe kile ambacho Young Africans imekizoea. Si tumezoea mpira raha bwana. Mwenyekiti wangu Alex Mgongolwa anafahamu utamu wa burudani ya Yanga. Nafikiri miaka 2 iliyopita tulikuwa tunatamani mpira usiishe, refari akionyesha bango la dakika 5 za ziada watu wanakasirika kwamba tukitoka hapa tutakwenda wapi. Lakini msimu uliopita tulikuwa tunatamani mpira uishe, si ndivyo? Hatuwezi kukwepa ukweli kama tunataka kuhudumia jambo. Hatukuwa tuna msimu mzuri uliopita, na naamini panapo majaliwa msimu huu tutarudisha furaha na burudani tulioizoea wanayanga.
Kuelekea kwenye msimu unaofuata, kuna sajili ambazo tumeshazitangaza na niwahakikishie bado hatujafunga dirisha la usajili. Kuna nafasi ya kusajili tena au kuongeza thamani ya mchezaji mmoja ambaye hamumjui, na mchezaji huyo tutamtangaza hivi karibuni kabla msimu kuanza. Kabla ya kusema hayo ya msimu unaofuata, nachukua fursa hii sasa kualika mataji ambayo tumeyapigania kwenye msimu huu. Tulialikwa Rwanda kwenye mashindano ya Rayon Sports Cup. Naomba sasa nililete kwenu taji la Rayon Sports Cup 2026-2025 iliyofanyika Rwanda. Karibu sana. Hapana. Taji hilo kama mnavyoliona, vijana wenu walipigania, tukalibeba msimu uliopita. Asante sana. Tuliweza kuanza msimu kwa taji la ngao ya jamii. Nililete kwenu taji la ngao ya jamii 2025. Karibu. Kuna taarifa moja ninayo hapa. Asante sana. Kuna taarifa moja ninayo, lakini hii taarifa haijanifurahisha sana. Hivi mnaweza mkaamini kuna mtu kaiba ngao ya jamii ya 2025? Wakati tukiwa tunasherehekea paredi yetu ya msimu huu, kuna mtu akapata fursa akaiba taji la 2025. Kwa bahati nzuri taji hili limetengenezwa hapa Tanzania na Mtanzania mwenzetu. Tumewasiliana na mamlaka husika, watatutengenezea taji hilo na watatupa kama replica. Lakini kama kuna mtu analo, jamani, turudishieni taji letu. Taji linashindaniwa uwanjani, taji haliibiwi. Asante sana. Katika msimu wa 25-26 NBC kulikuwa kuna ugumu kidogo, na kama nilivyosema, kwa changamoto ambazo tumezipitia, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweka historia ya kushinda NBC kwa mara ya 5 mfululizo. Tujipigie makofi wanachama wa klabu ya Young Africans kwa mafanikio haya. Naomba niliite sasa taji la NBC la 25-26 ambao litaingia ukumbuni hapa, na kwa heshima na taadhima tusimame kwa kuweka rekodi hii wanachama wa Young Africans. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Taji la 5 linatupa fursa ya kwenda kutafuta taji la 6 kwenye msimu ambao unakaribia kuanza. Na kwa kazi ambayo tumeshaanza kuifanya ya kupika chakula kwa ajili ya msimu unaofuata, panapo majaliwa inshallah, tukikutana hapa next year, tutaleta taji letu la 6 na kuweka historia ambayo hakuna mtu ameifikia. Ndugu wanachama wa Club Young Africans, speech yangu imebeba mambo mengi, mwangaza wa wapi tumetoka katika kipindi cha miaka 4 na mpaka hapa tulipofika. Nashukuru tena kwa kamati ya utendaji kwa kunipa ushiriki mkubwa, ushirikiano mzuri, na washukuru sana. Nawatakia kila laheri katika uchaguzi ambao tunakwenda kuufanya. Panapo majaliwa basi mkiweza mkirudi wote nitafurahi zaidi. Lakini pia najua kuna wajumbe wazuri wako huko ambao na nyie mmepata nafasi ya kuisoma klabu yenu na kuijua klabu yenu na kuweka dhamira ya kutaka kuisaidia klabu yenu. Na waomba wanachama wa Young Africans
nipate pia nafasi ya kufanya na wanachama wengine wapya katika nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji. Ni haki ya kila mmoja katika taasisi yetu, katika klabu ya Young Africans kuchagua na kuchaguliwa, na nataka niwaambie wote ni wanachama wa Young Africans, na mimi kwa nafasi yangu kama rais wa klabu nitafanya kazi na yoyote mtakayemchagua. Asiwaambie mtu kwamba injinia ana watu wake. Mimi sina watu wangu. Watu wote ni wa Young Africans, na kila mmoja ana haki ya kugombea na ana haki ya kuchaguliwa. Sijawahi kuwa na kundi wala sijawahi kuwa na makundi, na nikiwa kama kiongozi wa taasisi nimewatreat wa viongozi wenzangu, wajumbe wa kamati ya utendaji, kwa heshima na hadhi ya kila mmoja anayostahili kama mjumbe wa kamati ya utendaji, na hiyo ndiyo thamani inayotufanya tumeishi pamoja miaka minne bila kusikia mkwaruzano wala kugombana. Na naamini watakaokuja watakuja na spirit hiyo hiyo ya kuunga mkono jitihada za klabu ya Young Africans. Ndugu wanachama, biashara tunayoendesha ya mpira wa miguu ni biashara ya ushindani. Tunapaswa kuwa kitu kimoja tukiwa ndani ili tukashindane tukiwa nje. Hatupaswi kuwa washindani ndani ili kupunguza nguvu zetu. Tukitoka nje tutakuwa tumeshapoteza nguvu za kupambana na washindani wetu. Na hii ndiyo principle ya uongozi wa Young Africans. Tuwe wamoja ndani ili tujenge nguvu ya kuleta mataji yale ambayo tunayoona pale. Kwa hiyo viongozi mnaokuja, mje na spirit hiyo. Asije mtu akafikiria tunatakiwa tugombane sisi ili kuwa kiongozi bora. Tunatakiwa tushikamane ili kuwa na nguvu ya pamoja ya kufikia malengo yetu. Kwa kusema hayo, namaliza speech yangu kwa kuwashukuru wote. Ni washukuru wazee wetu, baraza la wadhamini, wametuongoza vizuri. Ni washukuru pia kamati mbalimbali ambazo zimeshirikiana nasi, kamati ya mabadiliko, kamati ya katiba na sheria, kamati ya uchaguzi ambayo sasa itashika hatamu, na kamati ya mashindano ambayo pia imefanya vizuri katika kipindi chote. Kwa kusema hayo, nawashukuru sana. Yanga bingwa. Tusimame wakati rais wa klabu yetu akirudi baada ya speech nzuri. Lete wa wimbo unasema. Oya, oya. Asanteni sana na naomba tuketi. Nashukuru sana rais wa klabu ya Young Africans kwa hotuba nzuri iliyobeba mwanga na matumaini ya klabu yetu Young Africans. Kombe letu lirudi. Muhimu la kusisitiza, kombe letu, mimi najua aliyechukua kombe hayuko hapa. Wako watu walipita njia yetu, naamini wameshiriki kwa 100% kuiba kombe letu.